Lakini kilichotokea kama swali lako ulivyoniuliza kipi hasa kimesababisha wameweza kushuka, nadhani ni kwa msimu huu, namna ambavyo wameingilia mashindano haya ya klabu bingwa, namna ambavyo walianza ndio kitu ambacho kimewafanya Simba kutoka nafasi ya 5 kuja nafasi mpaka ya 8. Lakini na kitu ambacho kimesababisha hasa ni mwenendo wao kwenye michuano, kwa sababu tumeona wameanza michuano hii kuanzia ile hatua ya awali walikuwa wanaenda kwa sare kwa kusuasua, wamefika hapo katika makundi. Tumeona kabisa dakika za jioni mchezo wa mwisho ndio unakuja kupata ushindi katika michezo yote ambayo umecheza 6, mchezo mmoja ndio unakuja kupata ushindi. Tofauti na Simba ambayo tuliiona hapo awali kwa msimu ya nyuma, ilikuwa ni Simba ambao ni tishio, hasa alikuwa na matumizi mazuri ya uwanja wake wa nyumbani, alikuwa anahakikishia alama 9 za kupata katika uwanja wake wa nyumbani. Lakini kwa msimu huu imekuwa tofauti. Tunaona alikuwa na struggle sana kupata matokeo kwenye uwanja wake wa nyumbani, ilikuwa ni shida. Kwa hiyo nadhani msimu huu ndio sababu hasa ya Simba kushuka kutoka nafasi ya 5 na kwenda nafasi ya 8. Na uzuri ni kwamba kwenye michuano hii ya CAF ni kwamba kadiri unavyozidi kudrop kwenda chini, kuna wenzako wana drop kwenda juu. Umeona? Tumeiona timu kama Esperance de Tunis. Esperance de Tunis imepanda. Imepanda. Hapo awali wakati Simba alikuwa nafasi ya 5, nadhani Esperance alikuwa chini yake, lakini sasa hivi amepanda. Kwa hiyo kuna baadhi ya timu unaziona zimepanda. Kwa hiyo unapodrop na mwingine anapanda. Ni kama Young Africans. Young Africans yeye alikuwa nafasi ya 11. Amepanda kutoka 11 mpaka 10. Kitu gani hasa kimesababisha apande? Kuna baadhi tu ya alama ambazo amezikusanya, chache zimemsaidia kufika. Japokuwa hajafika robo finali, ameishia makundi kama msimu jana, lakini kuna kiwango tu alikionyesha, akakusanya alama ambazo zimemsaidia amefika hapo alipofika. Tofauti na Simba ambaye hakuanza vizuri na amemaliza